A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulitusikiliza katika sehemu yetu ya kwanza ambapo tulizungumza uharamu wa ngoma na muziki katika Qur'anil Karim. Hivi sasa basi tunazitaja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizotaja wazi kabisa uharamu wa ngoma na muziki. Watu wengi husema kwamba Qur'ani haikutaja hasa muziki, lakini imetaja maneno yenye kufanana na muziki. Huyu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiutaja ngoma na muziki kwa jina lake katika hadithi zilizokuwa sahihi. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Imam Bukhari ambayo inasema la yakunanna min ummati aqwamun, watatokea watu katika umma wangu yastahilluna alhirra, watahalalisha zina, walhariri na hariri, walkhamra, watahalalisha vile vile na ulevi, walmaazifa na ala za muziki. Hii ni hadithi ambayo imepokelewa na Imam Bukhari, Sahih Bukhari, hadithi 5590. Ni hadithi sahihi. Ibn al-Hajar al-Asqalani amesema kwamba ni hadithi iliyokuwa sahihi na imesahihisha katika kitabu Umdatul Qari, hadithi ya 5590, na vile vile hadithi hii imesahihisha na maulama waliokuwa wengi. Imamu Tibrani amesahihisha hadithi ya 3417. Vile vile imesahihisha na Imamu Albani katika silsilatu sahihi hadithi ya 91. Ni hadithi iliyokuwa sahihi moja kwa moja iliyoelezea ala za muziki zote ni haramu na maulama wanakubaliana kuhusu hizo. Hadithi ya pili ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hii imesimuliwa na Abu Musa na imesimuliwa na Abu Malik al-Ash'ari. Amesema la yakunanna min ummati, watatokea watu katika umma wangu aqwamu, watu yastahilluna alharira, watahalalisha hariri, walkhamra na ulevi, walmaazifa na ala za muziki. Hadithi hii ametoa Imamu Ibn Hibban, hadithi ya 6754. Ni hadithi iliyokuwa sahihi moja kwa moja kwamba watakuweko watu ambao watakuja halalisha ala za muziki, maana yake kwamba ala za muziki ni haramu. Hadithi nyingine vile vile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza ni hadithi ambayo ameisimulia Jabir bin Abdullah kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Abdurrahman bin Aufi na walikuwa wanakwenda naye. Wakati huo mwanawe alikuwa anaumwa, Ibrahim. Alipokuwa anaumwa, Saidina Ibrahim radhiallahu anhu akamkuta anakaribia kukata roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkamata mwanawe na akalia. Alipolia, Abdurrahman bin Aufi alikuweko na alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Abdurrahman bin Aufi, awalam takun nahaitu anil buka, hivi Mtume hatukukatazwa kuhusu kulia? Qala, akasema la, hatujakatazwa kulia, walakin nahaitu ani sautaini ahmaqaini fajiraini, sauti inda musibatin khamshi wujuhi wa shaqqa aljuyubi wa rannati shaitan, tumekatazwa sauti za kuomboleza katika misiba na sauti za kuburudisha katika ngoma. Hadithi hii amepokea Imam Baghawi katika mjeledi wa 5 ukurasa wa 430. Vile vile ametoa imepokelewa na Imamu Tirmidhi hadithi ya 1005 na amesahihisha Albani katika silsilati sahihi hadithi ya 2157. Hadithi ya pili ambayo imekuja kukataza kuhusu ngoma na muziki katika Uislamu. Hadithi nyingine ni hadithi ambayo amesimulia amesimulia Abdullah ibn Amr, anasema naha, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam anil khamri, ulevi, wal maisari na kamari, wal kuba na kuba. Na kuba maana yake ni ngoma. Kwa hivyo hapa ikatafsiriwa nini kuba, akasema kuba ni tiblu. Hadithi hiyo ametoa Imamu Abu Dauda hadithi ya 3685, ameisahihisha Imamu Albani. Ilokatazwa hapa ni kuba, ngoma za aina zote. Kwa hivyo ngoma za aina zote ni haramu kwa mujibu wa hadithi hii. Hadithi nyingine ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimulia Ibn Abbas. Hao ni wasimulizi tofauti. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allah, Mwenyezi Mungu harama, ameharamisha alayya, kwetu sisi, alkhamru, ulevi, walmaisaru na kamari, walkuba na ngoma. Aina zote za ngoma ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa hadithi hiyo na amepokea Imamu Abu Dauda hadithi ya 3696 na imesahihishwa na Imamu Albani katika Sahihul Jami' hadithi ya 7336. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna nasu min ummati al-khamra, watakunywa watu katika umma wangu ulevi, yusamuna bi ghairi ismiha, watauita si kwa jina lake.
Ulevi wote sasa unaitwa kwa majina tofauti. Kuna ulevi unaitwa safari, yani utaona kwamba safari ni jambo la kheri, kumbe ni ulevi. Yughzafu ala ruusihimul maazifa, watavishwa katika nyuso zao ala za muziki. Ala za muziki zitakuwa ziko katika shingo. Haya ni maajabu. Hivi kuna ala muziki iko katika shingo? Naam. Hizi ndizo earphones zinazotiwa na vifaa vya sasa hivi vinavyotiwa katika masikio ili kusikiliza muziki. Na huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alijua kwamba muziki utasikilizwa mpaka katika shingo. Watu watavaa vitu katika shingo yao huku wakisikiliza muziki. Yahsafu llahu bihimul arda, Mwenyezi Mungu atawadidimiza ardhini. Waj'alu minhumul qirdata wal khanazir, na watageuza sura za sokwe na nguruwe. Au maulama wengine wamesema watakuwa na tabia za sokwe na maguruwe, tabia ya kuzini ovyo, kukumbatiana kwenye steji, kufanya mambo ya ajabu mbele za watu, kukosa wivu, kuvaa nguo zilizokuwa si za staha na kukaa wakaikaribia zina katika masteji. Na tunawaona hawa waigizaji wa muziki mbalimbali, tunawaona vile vile wanawake katika show wanakuwa wako mbele pale, wana tabia hizo. Hiyo hadithi ameitoa Imamu Ibn Majah, hadithi ya 4020. Akaitoa Imamu Abu Dauda, hadithi ya 3688. Akaisahihisha vile vile Imamu Tibrani katika hadithi ya 3419. Akaitoa Imamu Ibn Hibban, hadithi ya 1384. Akaisahihisha Imamu Albani katika Sahihi Targhibu, hadithi ya 2378. Hadithi sahihi kabisa. Ameitoa Ibn Majah 4020, Abu Dauda 3688, Ibn Hibani 1384, Tibrani 3419, alafu mzee mzima Imam Alban akaitia katika Sahihi Targhibu hadithi 2378, hadithi ambayo inasema kwamba watakunywa watu ulevi na watauita kwa jina si lake. Hii kubadilisha majina ya ulevi alitabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika shingo zao watakuwa na vifaa vya muziki, ala za muziki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atawadidimiza ardhini, halafu atawaangamiza, atawajalia masoko na maguruwe. Hili lilitokezea wakati ambapo Uturuki ilifungua kituo chake cha Navy kilichokuwa underground. Hapo watu walikuwa wanalewa, wanazini na kufanya mambo mbalimbali. Walipookolewa walikuwa na sura za masokwe na maguruwe. Hadithi ya Mtume imethibiti moja kwa moja. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesimuliwa na Ubada ibn Samit. Amesema, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi Muhammad imo mikononi mwake, la yabitanna nasu min ummati ala ashratin wa batrin wa laibin wa lahwin, watakaa watu katika batra, ulevi, ngoma na maasi, fayusbihu qirdatan wa khanazir, na asubuhi watakuwa wamegeuzwa masoko na maguruwe, biistihlalihimul maharima, kwa ajili ya kuhalalisha yaliyoharamishwa, watukhidhuhumul qainatu, na kuchukua wanawake waimbaji. Wanawake waimbaji ndio muziki na ala za muziki. Washurbihimul khumru, na kunywa ulevi. Washurbihimul khamra, na kunywa ulevi. Wa aklihimul riba, na kula riba. Walabsuhumul hariru, na kuvaa hariri. Hadithi hii ya Ubada ibn Samit imepokelewa na Abdullah ibn Ahmad katika hadithi ya 22790. Hii hadithi iko katika Zawaidul Musnadi na ameisahihisha Imamu Albani. Hadithi hii inapatikana katika Sahihi Targhib wa Tarhibu, hadithi 2377. Na hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha dhuhira almaazifu walqainatu wastuhilatil khamru khalasatul hukmu almuhadath. Anasema, sayakunu fi akhiri zaman, itatokezea wakati wa akhiri zaman, khasfu, watu kudidimizwa ardhini, wakadhafu, na kurembelewa mvua za mawe na kurembelewa upepo, wa mashu, na kugeuzwa sura. Idha dhuhiratil maazifu, zitakapoenea ala za muziki kila pahala, walqainatu, na wanawake wenye kuimba. Sasa hivi wanaoimba ni wanaume vile vile. Wastuhilatil khamru, na ulevi utakapohalalishwa, ulevi utakapopewa kibali, ukawa ulevi upo kila nchi ya Kiislamu, unauzwa na vibali vya ulevi vinatolewa. Haya mambo yatakayotokezea, basi hao watageuzwa.
Na kugeuzwa yani kwa masoko na maguruwe, ni maulama wengine wamesema watakuwa na tabia za soko na maguruwe. Hadithi hiyo amepokea Imamu Tirmidhi, hadithi 2212. Amesahihisha Imamu Albani katika Sahihi al-Jami' hadithi ya 3665. Amesahihisha tena Imamu Albani katika Sahihi Targhib wa Tarhib hadithi ya 2379. Na hadithi nyingine ya mwisho kwa leo, idha stuhillatil ummati sita fa alayhim timar, watakapohalalisha umma wangu mambo sita wataangamizwa. Idha dhahara fihim talaunu, yatakapoenea mambo ya laana. Washurubul khumuru, na ulevi utakavonywa sana ukapewa vibali ikawa ndo uchumi mkubwa wa nchi za Kiislamu. Walabisul harira, na hariri ikavaliwa sana na wanaume. Watukhidhul qiyanu, na ala za muziki zitakapoenea sana mpaka panapigwa muziki na wanamuziki wanapendwa na watu wanapenda muziki kuliko Qur'an. Waktafa rajuli birrijal, na wanaume watakapo tosheleza matamanio yao kwa wanaume wenzao. Wanisai binisai, na wanawake watakapotosheleza matamanio kwa wanawake wenzao. Hii hadithi ameitoa Imamu Anas na hadithi ameipokea Imamu Albani. Niseme ukweli, hadithi hii ya 9 ni hadithi ambayo daraja yake ni dhaifu kwa baadhi ya wapokezi, lakini Imamu Tibrani ameitoa katika Awsat akaisahihisha, na Imamu Albani ameitoa katika Sahihi Targhib hadithi 2054. Amesema Albani kwamba isnadi yake ya mwanzo ni dhaifu, lakini iko isnadi nyingine ambayo inaifanya hii hadithi iwe ni sahihi, na ameitia daraja sahihu li ghairihi. Hizo ni hadithi 9 za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kuharamisha moja kwa moja ngoma na muziki. Na muziki umetajwa kwa jina kabisa, maazif, ala za muziki, na ukatajwa vile vile ngoma zote zimeharamishwa, zimetajwa kwa jina, tofauti na wale maulama ambao wengine wanasema kwamba hakuna hadithi sahihi iliyokuja kukataza muziki. Hizi ni hadithi 9 zilizokuja kukataza muziki. Muziki ni haram kupiga, kusikiliza, kununua, kushiriki katika muziki, na pato la wana muziki wote ni haram. Wana muziki wanakula haram. Kukodisha muziki ni haram. Pato la ma DJ ni pato la haram. Kila kinachohusiana na muziki ni jambo la haramu. Hii ni sehemu ya pili kuhusu haramu wa ngoma na muziki katika Uislamu. Tukutane sasa katika sehemu ya 3 ambayo tutakuja na maulama 40 wakitoa hoja tofauti kuhusiana na muziki, wote wakiharamisha ngoma na muziki. Ngoma na muziki ni haramu moja kwa moja, na tutakuja kutoa pia klipu nyingine inayozungumza ngoma na muziki wa sasa hivi, sababu baadhi ya maulama walikuwa wanasema kwamba kuimba tu kidogo mtu anaweza, lakini ngoma za sasa hivi na muziki ambao wanawake wanachanganyika na wanaume, watu wanakuwa uchi wakicheza pale, wakionesha, wakikata viuno, wakinengua, hii ni haramu, na hakuna ulama yoyote yule ambaye amehalalisha ngoma na muziki wa sasa hivi. Ngoma na muziki wa sasa hivi ni haramu mutlak. Usikose basi kutusikiliza katika klipu nyingine zinazokuja ili upate uchambuzi wa kina kuhusu haramu wa ngoma na muziki. Fuatilia basi website yetu hii. Vile vile tuna website ya Ukwem. Katika website ya Ukwem kuna kitabu maalum ambacho kimezungumza uharamu wa ngoma na muziki katika Uislamu, na itakapokuwa tayari website yetu hii tutawatangazia na tutakiweka hicho kitabu, uta download free ili uweze kujua kwamba kumbe ngoma na muziki vimeharamishwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.